Kwa eneo la kwanza ni eneo la kiroho, eneo la pili ni eneo la kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukombozi au wokovu wetu ambao tunausema siku zote unakamilishwa kwa maeneo haya mawili, roho pamoja na mwili. Kwa hiyo hatumleti tu mtu kwa Yesu tunasema tunashukuru tumemleta kwa Yesu. Bado tunao kazi ya kufanya na huyu mtu atoke kwenye maonezi ya adui. Pindi mtu anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, sasa huyu mtu atoke katika maonezi yote ya adui, atoke katika vifungo, atoke katika laana. Na katika kujifunza haya tuna namna ambavyo tunapata nafasi ya kujifunza wokovu. Inabidi pia tupate nafasi ya kujifunza ukombozi. Kuna uwezekano watu wakaja kwa Yesu alafu wakaendelea kufungwa wakawa kwa Yesu. Pana uwezekano mtu akasema nimeokoka, nampenda Yesu, naenda mbinguni, alafu bado akatembea katika laana. Sehemu kubwa ya watu wa namna hii huwa wadumu kwenye wokovu. Baada ya muda fulani wataacha. Sawa? Mtu ambaye amekuja kwa Yesu kusema nimeokoka, alafu bado hajakombolewa, ana uwezekano mkubwa sana wa kurudi nyuma. Ana uwezekano mkubwa sana wa kuacha au kuahirisha safari ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu ziko laana ambazo zinamvuta arudi nyuma. Kuna vifungo ambavyo bado vimemfunga huyu mtu. Kwa katika mazingira ya kujifunza, ni lazima twende kwenye nafasi ambayo tunaweza tukamleta mtu kwa Yesu, alafu tukamwacha huru mtu. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika nafasi ya ukombozi kuna hatua ambazo adui anazifanya kwenye maisha ya mtu. Kabla hasa hatujasema ukombozi ni kitu gani, kuna hatua ambazo adui anazipitia au anazifanya ili mwishoni aje kuyafunga kabisa na kuyatesa maisha ya mtu. Hatua ambazo shetani anazipitia au anazitumia, ziko hatua 3. Kabla hatujahudumu ukombozi au hatujasema ukombozi ni kitu gani, tunahitaji hasa kufahamu hatua hizi ambazo adui anazitumia. Hatua ya kwanza inajumuisha kwa neno moja ambalo linaitwa uchawi. Uchawi. Hatua ya kwanza au hatua namba 1 tunaitambua kama hatua ya uchawi, ambao kwa Kiingereza tunasema witchcraft. Uchawi au witchcraft. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Aliyefika anaweza akatusomea hapo. Galatia 3:1 mpaka 6. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliwaroga ninyi, ambao Yesu Kristo aliweka wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutokana na imani? Kusikia kunakotokana au kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni mwili, ikiwa
ni bure kweli, basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza ambayo adui anaipitia katika kuja kuyaonea maisha ya mtu, hatua ya kwanza inaitwa hatua ya uchawi. Uchawi. Na kuna namna ambavyo natamani kuelezea uchawi, yamkini tofauti na vile ambavyo tunafahamu uchawi, kwa maana ya witchcraft. Tukisema uchawi, mara kadhaa tunalifaa kwa mtu mmoja anatoka anaenda anasababisha mauti kwa maisha ya mtu mwingine, kufa sana kimwili. Lakini katika kitabu cha Wagalatia Biblia inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Paulo sasa anazungumza na watu walio hai, ambao inaonekana wako hai lakini wamerogwa. Sasa kama wako hai halafu wamerogwa, manake pana uchawi hapa umetokea, kwa sababu kuroga ni uchawi. Ndio maana tunasema hatua ya kwanza ambayo adui anaitumia kwa ajili ya kutaka kwenda kumkandamiza mtu ni kumroga. Anasema, ni nani aliyewaroga? Kwamba Yesu Kristo alifunuliwa kwenu kabisa na mlianza maisha yenu katika roho, sasa mnataka kuyamaliza katika mwili. Kuna namna ambavyo Paulo mtume alikuwa amenifundisha kanisa la Galatia, na kuna namna ambavyo lilikuwa limepokea neema ya Mungu. Lakini siku zilipoenda, kuna taarifa zikaja, kuna walimu wengine wakaja. Walipokuja walimu wengine, wakaleta elimu tofauti na ile ambayo Paulo alifundisha mwanzo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaleta taarifa tofauti na zile Paulo alizileta mwanzoni. Wakaleta taarifa ya kwamba pamoja na kwamba tumeokoka, tumempa Yesu maisha, tunahitaji kushika torati ya Musa. Tunahitaji tena kurudi tukatahiriwe tena. Tunahitaji tena kushika siku na miezi na miaka. Sasa Paulo anasema na isije ikawa nilikufa bure kwa ajili yenu, nilijitaabisha bure kwa ajili yenu. Kwa sababu katika kupeleka injili ya Kristo kwa mataifa, mara kadhaa ilimgharimu Paulo kunusurika kufa. Wanasema isije ikawa nilijitaabisha bure kwa ajili yenu, isije ikawa nilihatarisha maisha yangu bure kwa ajili yenu. Lakini kuna kitu cha msingi, anasema nani aliwaroga? Sasa kuroga maana yake ni nini? Kuroga maana yake ni kusababisha mtu afikiri, azungumze na atende nje ya mapenzi ya Mungu. Kuroga ni kusababisha mtu afikiri, aseme na atende kinyume na mapenzi ya Mungu baada ya kupokea taarifa za uongo. Kitendo cha kusababisha mtu aanze kufikiri kinyume na mapenzi ya Mungu, aanze kusema kinyume na mapenzi ya Mungu, aanze kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu baada ya kupokea taarifa. Baada ya kupokea taarifa, hiki kitendo kinaitwa kuroga. Kuroga. Kwa hiyo Paulo anaposema enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Manake, je, ni nani aliyewapa taarifa ambazo hazifanani na mapenzi ya Mungu? Ni nani aliyeleta kwenu taarifa ambazo hazifanani maelekezo niliyowapatia siku nilipokuja kwenu? Kwa sababu nilipokuja kwenu niliwafundisha kuenenda katika roho, alafu mkapokea habari ya kuenenda katika roho. Mbona sasa mnataka kumaliza katika mwili?
Kwa shetani anapotaka kuja kuyakandamiza maisha ya mtu, hatua namba moja, hatua ya kwanza, anamletea taarifa. Shetani anapotaka kuja kuyaonea maisha yako, kuyakandamiza maisha yangu, hatua namba moja, anaanza kuleta taarifa katika mawazo. Kuna mawazo anamjia mtu, kuna vile ambavyo mtu anapokea taarifa, anatazamishwa ya kwamba siku ukiwa mchawi utakuwa na maisha bora sana. Sawa? Siku ukitoka ukaenda ukajiunganisha na Freemason, maisha yako yatafanikiwa sana. Siku ukitoka ukaanza kufanya jambo fulani, hapo ndipo utaanza kufanikiwa kwenye maisha yako. Kimsingi, huyu mtu, lengo la shetani, anamvuta ili ampeleke kwenye mtego. Anataka kumtega, lakini hawezi kumtega tu kirahisi. Anamletea taarifa ambayo inaanza kumfikirisha, kumbe siku nikiwa hivi nitakuwa bora sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba siku nikiwa Freemason nitamiliki magari. Siku nikiwa mchawi nitakuwa naheshimika. Siku nikiwa mganga wa kienyeji nitakuwa napata hiki. Siku nikienda kuzimu, nikawa malikia huko kuzimu, nikawa mfalme huko kuzimu. Kuna zile ambazo zinaitwa wanaita sasa, kuna tukisema malikia na mfalme, kuna ile inaitwa prince na princess, Sawa? Yuko shetani huko. Shetani ndiye mfalme wa ulimwengu, hasa wa roho wa giza. Lakini kuna watu wana nafasi huko. Nafasi kwamba wewe utakuwa ni prince, utakuwa ni princess. Kwa maana ya kwamba taarifa ile inapomjia mtu, inamjia kama ni habari njema kwa huyo mtu. Utahesabika miongoni mwa watu walioheshimika sana. Utahesabika miongoni mwa watu waliofanikiwa sana. Kumbe ile ni namna ambayo shetani anataka kumteka huyu mtu. Anataka aanze kumtumikisha huyu mtu. Anataka aanze kuyasumbua maisha yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Taarifa ile inapokuja mara kadhaa, inaweza ikaja kupitia madhabahuni. Unaweza ukakaa kwenye TV ukapata taarifa. Unaweza ukasikiliza redio ukapata taarifa. Unaweza ukawa unatembea mtaani ukapata taarifa. Chanzo chake ni shetani, ila anataka kukutazamisha siku ukipata hii habari ukaifanyia kazi, utakuwa umefanikiwa. Hii ni hatua ya kwanza. Watu wanaanza kufikiri, labda siku moja nikiwa Freemason maisha yangu yatakuwa bora. Labda siku moja nikiwa mtu fulani huko gizani maisha yangu yatafanikiwa. Labda siku moja nikiwa na kitu fulani nitastawi. Kwa anaanza kufikiri hivyo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya ukandamizaji wa adui, kwa lugha rahisi, ni kuteka mawazo ya mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kutekwa mawazo ya mtu ndiyo hatua namba moja. Kwa hiyo unapoanza kuona nafikiri tofauti, nawaza tofauti, nasema tofauti, ujue ninaelekea kutenda tofauti. Na hayo ni matokeo ya kupata taarifa isiyo sahihi. Hatua ya pili ya ukandamizaji inaitwa maonezi. Kutoka kwenye uchawi yanafuata maonezi. Baada ya kupokea taarifa za uongo, taarifa zisizo sahihi, kinachofuata ni mtu kuonewa. Kinaitwa kuonewa. Kinaitwa operation. Kwa Kiingereza ni operation, kukandamizwa. Kukandamizwa sasa hii, kwa maana mwanzoni mtu alikuwa analetewa taarifa, aanze kufikiri, aanze kusema, aanze kutenda. Ni hatua ya kwanza, namba moja. Hatua ya pili tunasema ni hatua ya maonezi, manipulation and control. Manipulation and control, hatua ya maonezi, ambayo katika hii hatua ya maonezi adui ana control, adui anatawala, adui anamiliki ufahamu wa mtu, akili ya mtu. Adui anaanza kumiliki mawazo ya mtu. Baada ya kuletewa taarifa, huyu mtu anamilikiwa mawazo yake kutokana na ile taarifa ya mwanzo ya uongo.
Tumesema mwanzo ni uongo. Kwa ile taarifa inapopokelewa, kuna pepo sasa zinakuja kumiliki fahamu za huyu mtu. Huyu mtu anaanza kumilikiwa fahamu zake. Hapa ni fahamu tu, hapa hatuna business ya roho pamoja na mwili. Hapa tunasemea fahamu kwa maana ya kwamba bado tuko kwenye eneo la kitu kinaitwa subconscious mind. Subconscious mind manake tunataka tu kudili, tunafikirisha tu ufahamu wa mtu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii kama ni vita ambayo inafanyika katika fikra. Ni vita ambayo inafanyika katika fahamu. Upate taarifa, upate habari, alafu ile habari sasa ije kuyadominate maisha yako, ije kuyamiliki maisha yako, ije kutawala ufahamu wako. Uanze kufikiri hivyo, uanze kuishi hivyo. Sasa maana yake hii hatua ya pili ambayo inaitwa operation. Operation maana yake sasa huyu mtu anatoka kwenye hiari yake. Anaanza kufikiri, yani hata kama hataki kufikiri vitu fulani, yani mawazo yanakuja tu. Sasa watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yani si kama unataka kufikiri vile, ila unajikuta tu mawazo yanakuja. Yani kuna kitu sikitaki lakini kinakuja. Alafu kikija kinakuja na force kubwa sana kwako. Kinakuja na pressure kubwa sana. Jiue. Sawa? Bwana asifiwe. Mwanzoni wazo wakati linakuja kwamba ukijiua utanusurika. Ukijiua utapata faida fulani. Ukienda kujiunganisha na watu fulani utapata maslahi fulani. Mwanzoni alikuwa ni mawazo yanakuja, hatua ya kwanza. Hatua ya pili ya possessions. Sawa? Operation. Kuna hapa kitu kinaitwa possession. Hii ni hatua ya operation. Kukandamizwa. Hii hatua ya pili pana lazima. Yaani mtu ajisikii kufanya, analazimishwa kufanya. Haujisikii kwenda, unalazimishwa kwenda. Haujisikii kufanya, unalazimishwa kufanya. Bado tuko kwenye eneo la kwanza linaitwa subconscious mind. Bado tuko kwenye nafsi ya mtu. Hapa tunadili na nafsi tu ya mtu. Awaze hivi ili mwisho asikuaje kusema vile. Amepokea taarifa za uongo, aseme uongo, atendee kazi uongo, aanze kuishi uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu inaitwa umiliki. Hatua ya kwanza inaitwa uchawi. Hatua ya pili inaitwa mkandamizo au maonezi. Hatua ya tatu inaitwa umiliki au kumilikiwa. Possessions. Marko sura ya 5 mstari wa 6 ukienda mpaka mstari wa 15. Naomba mtu mmoja nisomee mstari michache tu, tutakwambia ishia hapo. Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 6. Unayeandika andika 6 mpaka 13. Na alipomwona Yesu kwa mbali, akapiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu. Ndio. Akasema, ndio. Nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Nina nini?